kwenye boxing watu wanabidi wao wananisikiliza sana. Inawezekana isiwe kwenye pati ya ushabiki, lakini katika vile ambavyo navielewa vinavyofanyika katika upande huo. Bana, maneno yamekuwa mengi sana baada ya Mwakinyo kupoteza pambano lake pale nchini Ivory Coast. Of course alipigwa kwa knockout, yani hakuweza hata kumaliza raundi zote ambazo walipangiana. So hakuweza kumaliza, lakini mwisho wa siku mpinzani wake aliibuka ushindi kwa njia ya knockout. Watu wakawa wamejiuliza maswali mengi sana. Unajua mmoja kati ya watu ambao wana mashabiki wengi, lakini pia wana haters wengi sana ni Mwakinyo, kwa sababu mpinzani wake mkubwa ni Kiduku. Sasa watu wengi walikuwa wanajaribu kusubiri ni kitu gani ambacho labda anaweza kaongea Mwakinyo. Tunakumbuka kama kuna kipindi ambacho Mwakinyo alienda kupigana pia nje za nje, lakini mwisho wa siku wanasema alisingizia kwamba viatu vyake viliibiwa airport. So Watanzania wengi na mashabiki wapenzi wa masumbu watamani kusikia kutoka kwake ni kitu gani ambacho kilipelekea yeye kupoteza mchezo ule, lakini pia ni sababu gani au changamoto gani ambazo alipitia. Sasa mimi sitaki kuwa mwongeaji sana, nataka nikuonyeshe hii interview ambayo ameifanya Mwakinyo akizungumza kitu gani ambacho kilimkumba kule, lakini pia ni changamoto zipi ambazo alikutana nazo kule nchini Ivory Coast. Tazama hapo. So kabla tujaenda kwenye details zaidi za kwenye ulingo au kwenye pambano. Yes, sir. Unasema ni kama ulianza kuwa na siku isiyo nzuri kuanzia unatoka airport au kuanzia unafika airport. Baada ya pale ilikuwaje? Kwenda kufika hotelini, kwenye maandalizi? Tulichukua almost masaa 2 na kidogo kutoka airport nje. Alafu tulipofika nje pale, changamoto nyingine ikawa kupata mwenyeji wetu wa kuja kutuchukua hayupo. Sasa kuna kitu kimoja nilikuja kujua baadaye kwamba bondia ambaye nilikuwa napigana naye na yeye ndo alikuwa anahusika kuorganize ile pambano. Yani ni kama amejiandalia mwenyewe, lakini ile promotion ilikuwa kama kivuli. Kwa hiyo nilipaniki sana kuona kwa nimekaa muda mrefu nje bila kuja kuchukuliwa na wenyeji wetu. Lakini sasa nilivyoelewa ile situation, kwa sababu nimewahi kufanya baadhi ya mapambano Dar es Salaam mwenyewe, kwa hiyo nilielewa ile stress yake, nikawa mpole, lakini bado ikawa too much. Na nikawaambia wale watu wangu kama tujaribuni kwa calm, kwa sababu inawezekana hivi vitu vinatengenezwa ili tupaniki tutoke mchezoni na vitu kama hivyo. Kwa tukasubiri pale, baada ya kama lisali moja na kidogo, tena masaa 2 kasoro, piga simu za matusi sana, kuona muda unaenda, basi watuambie hata location ya hoteli ili tuchukue taxi, tutajilipia wenyewe na vitu kama hivyo. Hapo mko hamjui jina la hoteli? Hatujui jina la hoteli. Baadaye tukapata binti mmoja, nilitumiwa namba yake ya simu, tukaomba wale jamaa airport pale wampigie, tukampata. Na yeye ni mara yake ya kwanza. Sasa sijui ilikuwa amesetiwa au ni mara yake ya kwanza, kwa sababu unajua boxing nayo ina siasa nyingi. Kwa hiyo yule dada alikuwa na majina yetu. Kawaida ukiwa unatoka labda Russia, Uingereza, wapi, watu hawakujui, yule agent wa hoteli anapotumwa anashika bango hivi, Hassan Mwakinyo Junior. Kwa hiyo ukitoka tu unaona jina langu na mface. Sasa yule alikuwa na mabango yenye majina yetu alafu kayakunja. Sasa ingetujua vipi? Umeelewa? Lakini baadaye akatuomba radhi na nini, lakini nilikuwa nimechukia sana na nimechoka, kwa sababu safari ilikuwa ndefu sana. Kama tumeenda na punda sio ndege, kama unavyojua Ethiopia ndege zao jinsi zinavyokuwa. Kwa hiyo ilikuwa safari ngumu sana. Basi tulipoonana naye tena, usafiri hana, akawa anasubiri dereva aje. Kwa hiyo tukachukua karibia nusu saa nyingine sisi na yeye kusubiri usafiri. Kwa hiyo nikawa nimechukia sana ile safari, nusura kumpiga makofi yule dada, maana kiwango changu cha sura kilikuwa kimefika mwisho. Basi baadaye taxi kaja, tukapelekwa hotelini. Yani kutoka airport na hotelini nilikuwa najinyoosha kwenye gari hivi, sijashusha mikono, tushafika. Yani kwamba alikuwa na uwezo kusema ule muda wote tulosubiri tunaweza kuburuza mabegi tu tukaenda. Hoteli iko jirani kabisa na airport. Yes.